katika barabara itokayo Tabora kwa eneo la kati ndani ya manispaa ya Tabora, jirani na sheli ya mafuta ijulikanayo kama Lake Oil. Dereva wa gari la serikali lenye namba za usajili SCM 15048 aina ya Prado iliyokuwa ikiendeshwa na bwana Raymond Bigawa mwenye umri wa miaka 29 aligonga gari lenye namba za usajili T 495 EJX aina ya Toyota Prado mali ya kampuni ya JTI iliyokuwa ikiendeshwa na dereva aitwaye Innocent Lucas mwenye umri wa miaka 49, mkazi wa Dar es Salaam, kisha kugonga gari nyingine tena yenye namba za usajili 108 DLE aina ya Toyota Prado mali ya kampuni ya JTI ambayo pia ilikuwa inaendeshwa na Jerome Ndonde mwenye umri wa miaka 41, mkazi wa Ipuli, na baadaye tena kugonga pikipiki yenye namba za usajili MC 981 CVD aina ya Boxer iliyokuwa ikiendeshwa na dereva aitwaye Adam Samuel mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa kata ya Isevya, aliyekuwa amebeba abiria aitwaye Belta Thomas mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa kata ya Isevya. Chanzo cha ajali ni dereva wa gari namba SCM 15048 kuendesha gari lile kwa uzembe na kusababisha majeruhi watatu ambao kwa sasa wanaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Tabora ambayo inajulikana kwa jina la Kitete, na hali zao zinaendelea vizuri, na pia dereva wa gari hilo anashikiliwa na jeshi la polisi kwa hatua za kisheria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Tabora linapenda kutoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto kuendesha kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani, na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa kwa madereva wote wanaokiuka sheria za usalama barabarani. Iko hivi, kulikuwa kuna bodaboda kama wawili walikuwa wako Mkuku, mwingine walikuwa wanaenda hivi, umeona. Sasa wakati wanakimbizana kwenda na hapo, mara nyingi bodaboda wanapenda kushindana sana, yaani kwa Mkuku wanakuwa wanashindana. Sasa wakati wanashindana, hizi gari nazo zilikuwa zinakuja kwa speed, umeona. Sasa wakati wanataka kukwepa sasa, sababu hizi gari hizi ambazo ilikuwa inatokea huku nyuma ilikuwa inataka ku overtake hizi za mbele, i overtake. Sasa wakati wanataka ku overtake, wale bodaboda nao walikuwa wamekuja Mkuku, ilikuwa ndio kosa bodaboda wavaane na nini na gari. Kwa hiyo baada ya pale bodaboda wale wakawa wamecheza, walivyocheza wameangukia kule kwenye mtaro, umeona. Baada ya kuangukia kwenye mtaro, sawa, magari wakawa wameyumba, yaani kama vile wakawa wamehamaki, ndio wakawa wamekutana, wamekolide. Sasa niko hapa kwenye ulinzi wangu. Baadaye gari hizi zote zilikuja, iliyoanza kupata extent na bwana bodaboda kakanyaga sijini pikipiki ikakalia kama mzinga. Mimi nikiwa naona bodaboda alikaangukia mle ndani ya shimo, umesikia bwana. Saa kidogo ndo wale wengine walikuwa waangukia kule nyuma, sikuweza kuwakabili, mimi nilikuwa niko sawa kwa mujibu wa sheria. Na saa hiyo wale madereva wengine wataka kukimbia, mimi nitoa filimbi nikapiga, wananchi wote wakakusanyika. Ndio swala nililoliona. Kwanza eneo hili ni finyu. Serikali wanapaswa kulitazama kwa jicho la pili au la tatu zaidi kwa ajili ya kuongeza upana wa barabara, kwa sababu eneo hili ukiangalia upande huu yuko Singa ana magari yake, hata namna ya uingiaji na utokaji wa hapa huwa kidogo hapajakaa vizuri. Kwa hiyo hizi changamoto zilizojitokeza hapa, chanzo kikubwa ni ufinyu wa barabara kwenye hili eneo, kwa sababu ukiangalia ukitoka hapa mita chache ni check line, na hapo mara nyingi hapo chini huwa kuna ajali zinatokea za pikipiki kwa upande wa treni. Kwa hiyo hili eneo manake wanapaswa kulichunguza, watu wa TARURA wajaribu kulipitia hili ili walau kuisaidia serikali.
watanue hili eneo kwa ajili ya usalama na kuepusha hizi ajali ambazo zinatokea hapa, kwa sababu hili tukio sio la kwanza kwenye hili eneo, imekuwa ni mara nyingi hali hii inajitokeza. Kwa hiyo ni issue kubwa ni ufinyu wa barabara na namna kupishana. Hata ukiangalia mwenyewe, angalia tu, ina maana hata wangejaribu kufanya utaratibu wote wa kupishana kwa spidi hiyo na kwa interaction ya speed ya pikipiki zilizokuwa zinaongozana na wao, wameshindwa namna kuhimili kwa sababu ya ufinyu wa barabara. Hii barabara ingekuwa pana, maana yake wangesevu